Mashariki popote pale ulipo mtazamaji, asante sana kwa kujiunga nasi moja kwa moja kutoka hapa katika makao makuu ya TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, mtandao wa X ni @TV47 Digital @Paul Kirobi. Kwa sasa tutakuwa na kupasha taarifa kemkem ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari. Tunaanza na taarifa ya kwanza. Takriban wanafunzi 270,000 waliofanya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE mwaka 2025 wamepata alama ya cha ongeza na kuendelea hivyo wakastahiki kujiunga moja kwa moja na vyuo vikuu. Idadi hiyo inawakilisha 27% ya jumla ya watahiniwa 993,093. Aidha, jumla ya wanafunzi 1932 wamepata alama ya A na kuibuka kuwa kundi la juu zaidi katika mtihani huo wa kitaifa. Hebu kwa sasa tuungane naye Mike Kialo ambaye yuko katika kaunti ya Uasin Gishu hatujuze mengi zaidi. Mike. Kweli kabisa, asante sana Kirobi. Kama unavyoona bado tuko katika shule ya wavulana ya Chebisasa ambapo tuseme saa 2 zilizopita matokeo ya KCSE yaliweza kutangazwa rasmi hapa, naye waziri wa elimu Julius Migos Ogamba akisema kuwa matokeo ya mwaka huu kwa njia moja au nyingine yaliweza kuimarika ukilinganisha na matokeo ya mwaka 2024. Na hivyo basi Kirobi, jambo lingine ambalo liliweza kushuhudiwa ni kuwa idadi ya wasichana waliojisajili katika mtihani huu wa KCSE mwaka 2025 walikuwa wengi zaidi ya wanaume ama wavulana, na hivyo basi kuna tu masuala mengi ambayo wamezungumzia. Vile vile waziri wa elimu aliweza kupongeza utoaji ama upeanwaji ama ufikishwaji wa fedha zile za mgao wa elimu katika shule kwa wakati wa muhula huu wa kwanza. Vile vile swala zima ambalo pia lilijitokeza ni swala la udanganyifu katika mtihani huu wa mwaka 2025. Idadi ya wanafunzi ambao mitihani yao iliweza kutupiliwa mbali ikiwa zaidi ya wale ambao ya mwaka 2024 kunradhi, ikiwa ni wanafunzi 1,000 ama wanafunzi 1,000 ikilinganishwa na mwaka jana ambapo wanafunzi 800 waliweza kupatikana na visa hivi vya udanganyifu. Vile vile waziri Ogamba ameweza kurusha makombora kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akimtaka Gachagua aweze kujitenga na masuala ya elimu na wanafunzi kwa ujumla. Kirobi, mambo ni mengi ambayo yameweza kujitokeza katika mtihani wa mwaka 2025. Vile vile waziri huyu wa elimu akisema kuwa idadi kubwa ya wanafunzi ambao watakuwa wanaelekea vyuo vikuu waweze kuanza kujisajili kwa mapema, ndiposa wakati ule utakapofika urahisi ule wa kusajiliwa katika vyuo vikuu uweze kuwepo. Kutoka katika jiji la Eldoret sina la ziada ya Kirobi. Tunaendelea kufuatilia matukio ya shule na wanafunzi mbalimbali hapa katika kaunti ya Uasin Gishu, na katika taarifa zetu zijazo tutakuwa tunamjuza mtazamaji wetu Kirobi. Na asante sana Mike Chialo kwa kutupasha taarifa hiyo moja kwa moja ukiwa maeneo ya Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Hebu tusikie waziri wa masuala ya elimu Julius Ogamba akizungumza na waandishi wa habari wakati ambapo walipokuwa wanatoa mitihani ya KCSE mwaka 2025. 93,226 candidates sat the examination compared to 962,512 candidates in the year 2024. This represents an increase by 30,714 candidates, which is an increase of 3.19%. Of the 993,226 candidates who sat the 2025 KCSE examinations, 492,012 were male, while 501,214 were female, representing 49.54% and 50.46% of the total candidature, respectively. This is the second year in a row since inception of the KCSE examinations
that female candidates are more than male candidates. However, 10 counties had a significant entry of more male than female candidates. These were Garissa, which had 66.24% to 33.76%. Mandera had 65.09% to 34.91%. Wajir at 60.10% to 39.90%. Turkana had 57.67% to 42.33%. Naam, ni taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu kwa minajili ya mwendo wa baadaye.